Karibuni kusikiliza neno la Bwana ambalo Mungu ametuandalia siku hii ya leo. Kabla ya yote naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako. Mhudumie mtazamaji na msikilizaji mahali popote katika ulimwengu wa roho. Hakuna umbali, mashariki, kaskazini na magharibi. Bwana, hudumia pande zote katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Ponya watu na kuinua, wafungue watu kwa njia mbalimbali katika ulimwengu wa roho. Baba, karibu, fanya huduma mwenyewe, chukua nafasi katika jina la Yesu. Amen. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu popote unaponisikiliza na kunitazama, nikutajie nambari yangu ya simu, utanipigia pale tutakapofika mwisho. Lakini sio hapo tu, siku zote utakuwa unafuatilia, kama unafuatilia kwa njia ya YouTube, njia ya Instagram, njia ya Twitter, njia ya Facebook, unaandika Mtume Asphati TV. Mtume Asphati TV, utafuata masomo yangu mengi utayapata, na mafundisho ya mikutano, semina mbalimbali. Mungu ameachilia neema na karama kwa ajili ya kuhudumia watu. Tunahudumia watu mjini, kijijini na mahali popote ambapo Bwana anatutuma twende kuipeleka injili yake kwa ajili ya kuwaokoa watu waliofungwa na nguvu za maonezi. Basi siku ya leo tuna somo ambalo nimelipa kichwa cha faida ya kusikia sauti ya Mungu. Faida ya kusikia sauti ya Mungu. Kuna watu wengi ambao wanataka kubarikiwa, lakini huku wasijue njia na kanuni za kubarikiwa, na ndio maana utashangaa watu wanaitwa tu njoni mbarikiwe, njoni mbarikiwe, wanakimbilia ili wapate kubarikiwa, hata asipojua kanuni anataka abarikiwe. Ziko kanuni na njia ambazo Mungu anataka uzitumie ili upate kubarikiwa. Na mahali pa baraka ni mahali popote ambapo Bwana anashirikiana na wewe, unafanikiwa sio kwa nguvu zako mwenyewe, kwa msukumo wa nguvu za Roho Mtakatifu, ambao sasa kwa huo unakutegemea wewe una mawasiliano gani na uhusiano gani na huyu muumba wa mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza ukawa unahitaji kubarikiwa, lakini usijue kanuni za kubarikiwa, na ukawa unaenda unahitaji kufunguliwa, usijue kanuni za kufunguliwa. Na chochote unachotaka kwa Mungu kina kanuni zake. Hata katika habari za kulima kuna kanuni za kulima mahindi, kuna kanuni za kulima maharage, kuna kanuni za kulima kilimo cha namna yote, kina kanuni zake. Kwa hivyo watu wanahitaji mavuno pasipo kupitia hatua za kanuni ya wanalimaje, wanapandaje, wanapaliliaje. Ndicho ninachotaka nikufundishe hii siku ya leo. Neno la Bwana ambalo tuongozwa nalo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa kwanza na kuendelea. Sikia Bwana anasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia hii, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako la chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7.
Haleluya! Hizi ni njia pekee ambazo Bwana ameachilia ili upate kufanikiwa katika maisha yako. Tatizo moja sasa, watu hawajalishika hili neno, wanataka kubarikiwa. Nataka usikie mahali popote unaponitazama na kunisikiliza, maagizo haya ni ya Mungu mwenyewe. Maagizo haya Mungu alipokuwa anaachilia ya kwamba utakaposikia sauti yangu kwa bidii na kuyatenda maagizo ni kuagizayo hivi leo, ndipo utakapofanikiwa. Watu hawajafuata maagizo ambayo Bwana ameagiza, lakini wanahitaji baraka za Bwana, wanahitaji kufanikiwa, na wamekaza bidii kwa ajili ya kufuatilia vitu vingine kwa nguvu zao wenyewe, lakini sio kusikia sauti ya Mungu. Leo hii nataka nikuambie hivi, ukisikia sauti ya Mungu kwa bidii na kuyatenda yale Mungu aliyoagiza kwa bidii, na kumpenda Bwana Mungu kwa bidii, na kufuata sheria zake kwa bidii na kuzitenda, na kuishi katika sheria zake alizoagiza, ndipo utakapambatana na hizi baraka. Na anakwambia hata ulinzi ataachilia kwako, hata majeshi ataachilia kwako. Akiachilia majeshi ya kukulinda katika familia yako, magonjwa hayawezi kukupata. Na hata adui akisimama mbele zako, yani adui anaweza kasimamisha jambo lolote mbele yako, lakini unaweza ukashinda kwa kusikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Ndipo utakapofanikiwa na kushinda mambo yote. Mambo mengi unapitia, lakini hujatia nia kusikia sauti ya Mungu, na katika kuomba kwako unaenda kuomba, lakini si katika kumsikia Mungu. Katika kuomba kwako, nataka nikwambie siku ya leo, kuomba kwako nenda kuomba maombi kwa njia ya kwamba unahitaji kumsikia Mungu anasema nini kwa ajili ya safari ulionayo, kwa ajili ya jambo unaloliombea, kwa ajili ya hatua ulizo nazo katika maombi. Kusikia Mungu anasema nini kwa ajili ya hiyo huduma yako, kusikia Mungu anasema nini kwa ajili ya hiyo biashara yako, kusikia Mungu anasema nini kwa huo utumishi uliopewa. Hata kama umepewa kutumika katika ngazi za serikali, ngazi za huduma za kanisa, wewe mahali hapo ulipo, kaza tu kusikia sauti ya Mungu anasema nini jinsi ya kuliongoza kanisa, anasema nini jinsi ya kuongoza hilo kundi lilo nalo, anasema nini jinsi ya kufanya kazi yake. Mungu anasema utakaposikia sauti yangu kwa bidii, ndipo utakapofanikiwa. Shida moja, watu wengi wameshindwa kufanikiwa kwa sababu ya kusikia sauti za wanadamu. Wamesikia maagizo ya wanadamu, wala sio maagizo ya Mungu. Hata kama wako watu mahali unanisikiliza wewe mtumishi wa Mungu, unaponisikiliza popote, ikiwa uko nyumbani, ikiwa uko mahali popote unaponisikiliza na kunitazama, unasikia sauti ya nani sana katika maisha yako? Ni wapi ambapo una bidii sana kusikia sauti? Wengine wamesikia sauti sana za wake zao, wengine za waume zao. Hata makanisani wameacha kwenda kwa sababu ya kusikia sauti za watu wanaowazunguka. Ninataka nikwambie hivi, sauti ambayo uwe tayari kuachana na kitu chochote ni sauti ya Mungu. Ikisema sauti ya Mungu, hapana ambaye anaweza kazuia. Kwa hiyo sikia sana sauti ya Mungu, ni njia pekee ya kubarikiwa. Watu wengi wamesikia sauti za wanadamu. Hata utakapomwambia habari za Mungu, bado watu hawataki kusikia kwa sababu wamesikia sana maagizo ya wanadamu. Sasa Mungu anasemaje ukisikia maagizo ya wanadamu? Ndipo Mungu anasema kwa sababu wanasikiliza maagizo ya wanadamu na kufuata sheria za wanadamu, basi na mimi sitawasikiliza yale ambayo wataomba kwangu. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana unaomba maombi mengi na haujibiwi kwa sababu husikilizi sauti ya Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Na hasa watu wengi wameacha maagizo ya Mungu. Maonyo ya Mungu kwenye makanisa yameacha. Kuhubiri habari za Mungu kasema, watu wengi wameacha. Kama unaendelea, nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, endelea kushikilia kile Mungu unachosikia anachosema. Unaponitazama na kunisikiliza, nataka nikwambie hivi, sauti ya kukuongoza ili ufanikiwe ni sauti ya Mungu, na ukiifuata sauti ya Mungu
utafanikiwa. Wengi makanisani hivi leo, maagizo yaliyo makubwa ni maagizo ya wanadamu, na ndiyo maana watu wanaweza wasihubiri dhambi hata miezi mitatu ikapita, dhambi haihubiriwi. Inahubiriwa baraka, toa sana sadaka utabarikiwa, toa sana sadaka utabarikiwa. Na ndizo ibada nyingi zilizojaa leo, ibada za kuwahimiza watu kwamba Mungu kasema, na Mungu anasema, na watu wakiwa kwenye maombi, watu wanaofuata maagizo sana ya wanadamu hawasikiagi sauti za Mungu. Sauti ya Mungu hawasikii, ya Roho Mtakatifu hawasikii, kwa sababu moja, wamejawa na maagizo ya wanadamu. Wanauliza maagizo ya wanadamu kuna maagizo gani, lakini si maagizo ya Mungu kasema nini. Ndio maana utashangaa mambo mengi yamejaa makanisani. Makanisa haya ya leo yamejaa maagizo ya wanadamu mengi mno. Hata kama unanisikiliza, inawezekana ni mchungaji, inawezekana ni mzee wa kanisa, inawezekana ni mtumishi unayesimama mbele ya wengi. Angalia kanisani kwako unapeleka maagizo ya nani sana? Ni maagizo ya Mungu au ni maagizo ya wanadamu? Ndio maana watu kubarikiwa hawabarikiwi, tazama, kwa sababu watu wamepelekewa maagizo ya wanadamu. Maagizo ya wanadamu hayawezi kumbariki mtu. Maagizo ya Mungu anasema hivi, ukitaka kubarikiwa, sikiliza sauti ya Mungu kwa bidii, ndipo utakapofanikiwa. Haleluya! Wewe unayenisikiza na kunitazama, Mungu anasema hivi, hapo ulipo ni sauti gani ambayo inakuongoza? Ni sauti ipi wewe mama inayokuongoza? Hapo ulipo ni sauti gani? Sauti za wanadamu hata wakisema tushone sare za 50,050 kesho zimeshashonwa. Lakini maombi ni bure, watu hawaji. Maombi ni bure ili watu wafanikiwe. Ili umsikie Mungu ni lazima uwe katika kuomba. Hauwezi kumsikiliza Mungu kwa nguvu zako mwenyewe. Ambapo unaweza kumsikiliza Mungu ni mahali ambapo pana utulivu. Ukiomba ndipo utakapomsikiliza Mungu. Unaponisikiza na kunitazama, juu ya nyumba yako inahitaji maombi, juu ya biashara yako inahitaji maombi, juu ya kazi yako inahitaji maombi, juu ya huduma ulio nayo inahitaji maombi. Wakina Danieli walipokuwa wamekutana na magumu, hawakuuliza wale wakubwa wamesema nini wasomi, waliuliza kwa Bwana. Wala hawakwenda kutafuta ugomvi wa kugombana na watu, ya kwamba wewe ndiyo uliyewekwa, ya kwamba utanitupa kwenye tanuri, wewe agombane nao, apeleke maneno ya watu. Hapana, alienda mbele za Bwana, akamuuliza Bwana, akasema naye kwamba Danieli, msiogope, nitawapigania hata katika tanuri la moto, nitawapigania hata katika tundu la simba. Danieli hakuuliza kwa watu, hakutaka maagizo ya watu, alimsikiliza Mungu. Hata alipotaka kupewa vitu vya duniani akamsikiliza Mungu. Nataka nikwambie hivi, msikilize Mungu katika hiyo ndoa. Msikilize Mungu, acha kutumia nguvu. Hizo nguvu zitakuumiza, utapata shida. Msikilize Mungu kwenye biashara yako, acha kusikiliza waganga. Wengine wamesikiliza vishawishi vya waganga, hata leo wamepotea. Nataka nikwambie hivi, vitu vya waganga haviwezi kukulinda. Mungu anasema hivi, atatuma malaika waende mbele wakulinde, na atahakikisha anakulinda. Analinda hilo kapu lako la chakula, analinda hivyo vyeti vyako, si waganga. Analinda hao watoto wako, si waganga. Analinda hiyo ndoa yako, si waganga. Maagizo ya wanadamu ni tabu katika maisha yako, hayaokoi. Nataka nikwambie hivi, na vitu ambavyo vinaweza vikakupeleka mbinguni ni baadhi hivi. Nataka nikwambie hivi, ni watu waliojikana na ulimwengu. Na hata kama unahitaji miujiza, miujiza iko katika magoti, miujiza iko katika magoti. Miujiza inatendeka katika kweli na haki ya Mungu, wala si kwamba watu wanakuja kununua miujiza. Miujiza hainunuliwi, uzima haununuliwi, afya hainunuliwi. Hakuna kitu kinachonunuliwa katika hivi vitu ninavyokuambia. Hata kwenda mbinguni hatununui. Kwenda mbinguni kunahitaji watakatifu waliojikana, ambao wameamini. Ukimwamini Yesu Kristo, kanuni zake ni kwamba ni lazima uachane na dhambi, uachane na maovu, uachane na masengenyo, uachane na waganga, uachane na ushirikina, uachane na ugomvi, uachane na mambo ya mwili, ya dunia, ya wanadamu, uachane nayo. Huko ndiko kumsikiliza Mungu. Wako watumishi wengi wamefukuza watu,
Watu wamekwama makanisa sasa. Kama huna fedha huwezi ukamtumikia Mungu. Bana, Biblia inasema mtumikieni Mungu kwa furaha. Ikiwa mtu anaishi maisha ambayo yanahitaji faraja, lakini akienda mahali hapati faraja, anakutana na mambo ya kutaka fedha, kwa huyo mtu hawezi kumtumikia Mungu kwa furaha. Lakini ukimpata Yesu, watu kiwafundisha neno la Mungu litokalo kwa Mungu, sio la wanadamu, sio la wanadamu ambalo naambiwa ukafundisha hivi na hivi ili watu wampate kumtolea Mungu sadaka. Nataka nikwambie hivi, watu wakishamjua Mungu wanayemtumikia, sadaka watamtolea, watajitoa katika hali zao na mali zao. Lakini neno litokalo kwa Mungu linawabadilisha watu, linawageuza watu mioyo yao. Neno la kuwafungua watu, wakifunguliwa sadaka watatoa. Nataka nikwambie hivi, makanisa mengi sasa ni biashara, ni miradi kama miradi, na ikiwa ni miradi watu hawafunguliwi. Cheki makanisa, yani watu hawafunguliwi binafsi, watu hawafunguliwi. Tazama maisha ya watu hao jinsi wanavyoburuta. Nataka nikwambie, hata kama unanitazama mbali, unanitazama karibu, sizuii kutoa sadaka. Nasema toa sadaka ambayo Mungu kasema. Sauti ya Mungu ikisema toa sadaka, tunaona Ibrahimu hakumzuia Isaka kwa sababu ilikuwa ni sauti ya Mungu, wala hakuweza kuzuia Isaka, wala hakuweza kuzuia kwa sababu ilikuwa ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ikisema toa, hata ungekuwa navyo vingi utatoa, ungekuwa navyo vichache utatoa. Sauti ya Mungu mama, nataka nikwambie, sauti ya Mungu baba, nataka nikwambie, ikisema hauwezi ukashindwa, maana ni sauti ya Mungu. Wewe tia nia tu, kaza bidii kufuata na kusikia sauti ya Mungu. Sauti hizo za wanadamu, ukisema hey, fulani kasema, hata nielewaje? Tazama Mungu anakutazamaje katika kutoa kwako sadaka. Tazama Mungu anakutazamaje katika kumtumikia kwako. Tazama Mungu anakutazamaje katika kuimba kwako. Tazama Mungu anakutazamaje katika biashara yako, katika kutoa kwako. Inawezekana unatoa watu wakuone. Watu kitaka wakuone, mbingu hazijakuona, ni sawasawa na hakuna. Lakini nataka nikwambie hivi, unasikia sauti ya nani katika kumtumikia Mungu hapo ulipo unaponitazama? Makanisa mengi yametawanyika kwa sababu ya kutokujua ni nini wafundishwe watu wamtolee Bwana, ni nini wafundishwe watu ili wapate kumtumikia Bwana, ni nini wafanye watu. Biblia inasema utakapokaza kusikia sauti ya Mungu kwa bidii na kuyatenda maagizo yake, ndipo utakapofanikiwa sana. Hata kuwepo adui katika maisha yako, hayata kuwepo magonjwa katika maisha yako, hakutakuwepo na hasara na madeni katika maisha yako, hakutakuwepo kufeli watoto wako katika maisha yako. Wewe ni kukaza nia na bidii ya kufuata, kusikia sauti ya Mungu. Na Mungu anasema na watu katika hali ya utulivu, hawezi kusema na watu wakiwa katika michanganyo. Nataka nikwambie hivi, mama unaponisikiliza na kunitazama, baba unaponisikiliza na kunitazama, ni neno la Mungu la kuaminiwa, ya kwamba utakaposikia sauti ya Mungu kwa bidii na kufuata sheria zake, ndipo utakapofanikiwa katika mambo yako yote, sio kwenda kununua vitu. Nataka ni kwa watu wamefunga safari za kwenda kununua vitu. Anasema Mungu katika maombi. Sikia neno la Bwana katika kitabu cha Nyakati wa pili 20 mstari wa 12, tutasoma mpaka wa 17 ili usikie Mungu anasema na watu wakiwa wapi. Mambo ya Nyakati wa pili, Biblia inasema hivi, Nyakati wa pili 20 12 mpaka ule wa 17. Sikia Bwana anasema, hawa watumishi wa Mungu walipokutana na magumu, hawakwenda kusikiliza wanadamu. Wakasema, hapa yatupasa tufunge mikanda, tuvae magunia, tumuulize Mungu katika jambo hili, tumsihi Bwana. Biblia yangu inasema hivi, Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa namna hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yehieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeyeli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, yani wakiwa kuomba. Wakasema, sikieni. Akasema, sikieni Yuda wote. Wakanyamaza. Nanyi mkao Yerusalemu na wenye
Na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu, bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Biblia inasema hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Sikia, ni neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba hawa watu walipokutana na magumu ambayo inawezekana wewe unakutana nayo, hawakwenda kusikiliza wanadamu wala kutafuta watu, walikwenda mbele za Bwana. Mungu, tufanye kitu gani? Hawa watu ni jamii kubwa inatujilia. Biblia inasema Mungu akainua mtu mmoja ambaye ni nabii, akasema hivi, waambie wana hawa wa Israeli, wana hawa wa Yuda, tulieni wote mpate kusikia Bwana anachosema. Akawaagiza tu kwamba jipangeni. Hiyo vita unayopigana, jipange na Yesu tu. Mungu anasema hivi, acha kujipanga kugombana na watu mama, acha kujipanga kugombana na watu, acha kutafuta watu. Ni nani kasema hili? Nani aliyefanya hili? Nani? Acha kutafuta sosi, sio hilo. Yani suluhisho la hilo jambo ulilo nalo inawezekana ni magonjwa. Acha kutafuta wanadamu, mtafute Mungu, ndiye atakayekuponya. Biblia inasema vita si vya kwako, vita ni vya Bwana, na vita watakaoishinda ni wale ambao wanaamini Kristo, ndio ambao wametangaza vita. Nataka nikwambie hivi, vita ya ugonjwa sio ya wanadamu kutibu. Vita ya hilo tatizo wala sio ya wanadamu. Inawezekana nisikiliza huko hospitalini, huko nyumbani, huko kazini kwako kumekaa denja, hata uelewi mwisho wake ni nini. Lakini nataka nikwambie, mwisho wa matatizo ni nguvu ya jina la Yesu. Hata wakina Paulo walipokuwa wakimhubiri Yesu Kristo, kanisa halikuongezeka kwa vishawishi vingine, ila kwa yale waliokuwa wakiwatumikia watu wengine. Walikuwa wakihubiri neno la kweli, injili isiyogoshiwa, injili isiyo na serikali. Hawakupeleka maagizo ya wanadamu. Tunaona kanisa liliongezeka sana. Kanisa linapukutika la leo kwa sababu ya maagizo ya wanadamu. Watu wakitazama na kusikia, wanakutana na wanadamu, si Mungu. Wakutanisha watu na Mungu, kanisa litaongezeka. Wakutanisha watoto wako na Mungu, watastawi na kufaulu. Wakutanisha kanisa lako, kundi lako ulilopewa kuliongoza, likutanisha na Mungu kasema, Mungu kasema, Mungu kasema, Mungu kasema. Hakuna atakayepinga. Lakini ukisema wamesema kule juu, wamesema maagizo ya huko, wamesema maagizo, sema Mungu kasema. Neno likitoka kwa Mungu Baba, hakuna anayeweza kuzuia. Na wewe ili usikie sauti ya Mungu, ni lazima ujitengee muda wa maombi. Mbinu zako hizo mama hazitaweza kukusaidia kuinua watu. Mbinu zako hizo ulizo nazo za sheria za wanadamu, maagizo ya wanadamu, Biblia inasema hivi, haziwezi kuwasaidia. Mungu anasema hawezi kukaa kwenye maagizo ya wanadamu. Soma kitabu cha Isaya 29 mstari wa 13. Isaya 29 mstari wa 13. Biblia inasema hivi, Isaya 29 mstari ule wa 13. Biblia inasema hivi, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao imefarakana nami, na kichwa chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Yani umekaririshwa ya kufundisha watu, sio kwenda mlimani kuomba Mungu amesema nini ili upate kufundishwa. Ukisema kwenye maombi hakuna, kwenye nyimbo, kwenye kwaya kuimba tu, lakini kwenye maombi hakuna. Ukisema kwenye ibada za maombi hakuna. Mungu anasema na watu kwenye maombi. Mungu anafungua watu kwenye maombi. Mungu anafungua biashara kwenye maombi. Mungu anabariki na kukwambia cha kufanya kwenye maombi. Anakufunulia jambo la kufanya kwenye maombi. Sasa baada ya hayo,
Mungu ndipo utakapoona anakuinua, anakuinua, anakuinua. Nataka nikwambie hivi, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, maagizo gani yametawala mahali hapo ulipo? Maagizo ya wanadamu au ni Mungu anasema? Hao wanaokuongoza, hao unaosikiliza neno, ni neno lililotoka wapi? Ni neno hili najua huwezi kulielewa, lakini wanaonielewa, walio na masikio ya ndani na wanaonisikia, walio na macho ya ndani na masikio ya ndani, hao ndio wanaoyaona haya na kuyasikia. Tazama kabisa upande huu, makanisa mengi yamejaa maagizo ya wanadamu, na si kanisa la leo hii. Yani sauti ya Mungu kuisikia, Mungu kuisikia sauti yake, ni lazima uwe na maoni. Watu wengi ambao sasa wanamtumikia Mungu, maagizo ya wanadamu. Yani ni kwamba wewe uko namna hii, utahubirije namna hii? Bwana inataka ufanye hivi, na yeye anakwenda. Nataka nikwambie hivi, na kuletea injili iliyo ya kweli. Watu watakaoenda mbinguni ni waliojikana na dunia, walioachana na maovu, walioachana na tamaa za dunia, waliojikana, wanaosema Yesu anaweza, ambao wanajua neno la Mungu linaponya. Sio vibuyu wala vimbwanga wala vitu vya kuweka kwenye mikoba wala vitu vya kununua, haviwezi kukupeleka mbinguni. Kitakachokupeleka mbinguni ni utakatifu. Sana majira haya ni nyakati za mwisho, ambapo makanisa mengi hayahubiri kutubu. Tubu dhambi, mama unayeongoza serikali, unayeongoza kanisani, unayeongoza mahali popote, inahitaji utakatifu. Waambie watu nyakati ni za mwisho, saa ya kutubu ni sasa. Walilia watoto wako kwa neno la toba, lilia kanisa lako kwa neno la toba, lilia kundi lako kwa neno la toba, lilia mji wako kwa neno la toba. Ni nyakati za mwisho zilizoendelea sana. Unaponisikiliza na kunitazama, ili ufanikiwe, inahitaji utakatifu katika maisha yako, inahitaji ufanikiwa katika mambo yote, na hayo yote ili yakujilie, ni lazima uwe mtakatifu. Mungu hapendi dhambi. Makanisani umejaa usengenyaji, mambo ya mwili yamejaa, mavazi ndiyo yamejaa, vitu vya dunia mtabarikiwa, vitu vya ulimwengu mtabarikiwa, lakini mbingu hutakwenda wala kuiona usipokuwa mtakatifu. Nataka nikusaidie. Umefanya mno mambo ya duniani, umetoa sadaka sana, lakini pasipo kujua unakokwenda. Umefanya mambo mengi sana ya mwilini, pasipo kujua unakokwenda. Mama unanisikiza na kunitazama, uliokoka hujaokoka, nataka nikutangazie, saa tuko ni jioni sana, inahitaji utakatifu mbele za Bwana. Watakao ulisi ufalme ule sana, parapanda ikipigwa, fedha hazitakusaidia, mali hazitakusaidia, wala hakuna kitu kitakachokusaidia. Nataka nikuombe wewe unayenisikiza na kunitazama, nifuatishe sala hii kwa ufupi. Sema: Bwana Yesu, natubu dhambi zangu zote na kuachana na uovu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nisaidie tangu leo, dhambi isinishinde wala shetani asinishinde. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nisaidie Yesu, tangu siku ya leo niwe mikononi mwako. Nishike mkono siku zote za maisha yangu. Amen. Wewe ambaye unasumbuliwa mahali popote, nataka nikwambie hivi, na kuombea kwa muda mfupi kwa imani. Shika panapokusumbua. Sikuuzi kitu chochote, ila neno la Bwana linakuja na kukuponya. Naituma nguvu ya Bwana na kuvamia hapo. Shika mahali panapokusumbua, na unataka kibali, shika uso wako, na unataka safari zako ziwe salama, shika miguu yako. Unataka baraka za mikono yako, kamata mikono yako yote miwili. Baba, natangaza kufungulia kwa baba huyu na mama huyu na kaka huyu na kijana huyu, katika elimu yake, katika afya yake, katika jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Na fungua kibali na safari, na fungua biashara na neema katika ndoa yako, katika huduma yako, kwa jina la Yesu. Hapo kanisani kwako, hapo shuleni, hapo hospitalini, hapo nyumbani, na achilia uzima juu ya afya yako katika ulimwengu wa roho. Kila mahali natuma damu ya Yesu. Vifungo vyote achia kwa jina Yesu. Funguka na uwe mzima kuanzia sasa. Mahali pako popote, natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nambari yangu ya simu unaponisikiliza na kunitazama ni mtumishi wa Mungu Mtume Asfati Elias Mwasenga. Namba ya simu 0752 49 43 73, 0752 49 43 73. Piga simu mahali popote, usiku na mchana. Tumepewa bure, tunatoa bure.
tumepewa bure, hatuuzi kitu, tunatoa bure. Bwana ameachilia kitu cha kuponya watu wengi na kusaidia makanisa na mahali pengine popote, mikutano na semina mbalimbali. Mungu ameachilia neema kwa ajili ya kufungua watu kutoka katika vifungo vyao. Mungu awabariki sana. Na ukitaka kunifuata kwa njia ya YouTube, unaandika Mtume Asphati TV. Mtume Asphati TV, utaniona huko, na hata somo hili utaendelea kuliona, na utaona masomo mengi, mikutano mingi. Mungu ameachilia hii neema. Ukiandika tu Mtume Asphati TV utaniona. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment.